Shukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo. Pia tunamshukuru Mheshimiwa Rais wa Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuchagua kuwa waziri mkuu. Waziri Mkuu, mimi nilikuwa na shida. Nilikuwa naomba msaada wako wa kupata usafiri wa wheelchair kwa ajili ya mazingira tuliyokuwa nayo kule vijijini. Haya, sasa katibu, hebu chukua mawasiliano yao wote wale pale, wasikilize pale, wale hawawezi kusimama wote wasikilize. Ngoja chukua mawasiliano, chukua jambo lao. Ile mama wewe pita kwa huko. Mama ndio kwa huko. Haya, ili jambo la mama yetu ndo lile la kesi ile, ndio hivyo, ndo lile la hukumu ya mahakama. Hebu sogea wewe, jambo lako ni lipi? Mpatieni mic. Jambo langu mimi ni kunyang'anywa eneo ambalo mama yetu na baba yetu walikuwa kuanzia enzi ya mkoloni. Nani amewanyang'anya? Tumenyang'anywa na watu ambao wanajiita chama cha ushirika. Chama gani cha ushirika? Uhuru Youth Venture. Kuna mtu wa hicho chama hapa? Ndio lile jambo lenu ambalo imefanyika hukumu ya mahakama. Hukumu baada ya kuficha faili. Faili alikupatikana. Faili alikupatikana. Mnalo hilo faili kwa sasa? Hilo faili alikupatikana kabisa. Hilo faili ndio wakaombwa nani, wakili msajili akaanza kutafuta nani nyaraka ili aweze kulipandisha, na wao wakanyimwa, wakaambiwa msivunje, msiendelee na chochote, lakini walikataa. Haya, nishalitolea maelekezo. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa utawaita wasikilize vizuri ili waweze kupata msaada wa kisheria. Mambo ya kisheria, ikishakuwa hukumu ya kisheria, utaratibu wake kama hujaridhika unatakiwa uwe wa kisheria. Kwa hiyo tutakusaidia wewe, utakuja kwa mkuu wa mkoa, nimeshamuelekeza. Mwache aseme. Nimeshamuona na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ameniambia ameshamuona, alishapata na kuwasikiliza. Ninachosemea ni hivi mama, kwa kuwa tunaenda na utawala wa kisheria, jambo likishahukumiwa kimahakama tunaruhusiwa kutokuridhika na hukumu. Tusiporidhika, umewekwa utaratibu ambao ni wa kisheria. Kwa sasa hivi ikishakuwa hukumu ya kimahakama haifuti kwa maelekezo, inafanyika kwa taratibu za kisheria. Kwa hiyo kwa maelezo haya unayotoa mtapata msaada ili muweze kupata haki yenu. Si umenielewa mama? Wanaendelea kukata na miti. Yote hayo mtaelekezwa utaratibu wa kusimamisha wasikate. Kwa hiyo mkuu wa mkoa tayari imeshafanyika, imeshawekwa hiyo injunction. Mtasaidiwa. Mtasaidiwa, haki itatendeka. Haki itatendeka. Kwa hiyo nimeshauri mama. Kwa hiyo lililosalia, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mtu wa kuwasaidia wao. Sasa nilisema pale mwanzo ili msikose haki ya kusikilizwa. Yule ambaye hajaandika, nendeni pale kwa wasaidizi wangu, andikeni. Makatibu, andikeni namba ya simu pamoja na hoja. Mtapigiwa moja moja. Wewe ambaye umeshaandika, sogea. Mheshimiwa Diwani. Mimi ni diwani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza nikupongeze, na mimi natoka kijiji cha Shia hapo, ambao wewe ndiye mkoa wetu. Mengi amesema, lakini nimeandika hapa ya kwetu. Kwa kweli kuna watoto shule kule wanapata mimba. Ile shule tunaomba hata ianze mwezi wa 7, maana kuna ufaulu wa division 4 nyingi. Sasa nimeshaandika kwa ajili ya muda mrefu nipunguze, ila mimi kama mzee na miaka 66 hapa,
kwa heshima ambayo ulitupa kutangaza bungeni kituo cha afya. Mimi utafute muda tunakupa eneo la kujenga hapa karibu na halmashauri. Robo heka. Kwa hiyo kwa kweli uwe mzazi kama baba yako nakupa, lakini tunaomba utusimamie hali yetu Kimoshi. Tunakupenda, hata kwenye kitongoji nilichotoka Mama Samia alinishinda kura. Asante sana, asante sana, asante sana. Haya, nakushukuru sana. Tutamalizia huu mchakato. Mheshimiwa Naibu Waziri, mpe huo haraka, huyo hapo. Mpe haraka huo Naibu Waziri. Mheshimiwa Naibu Waziri, hiyo barabara ina maslahi nayo. Kilomita 6.5 na ile nyingine kilomita 10.8 ya Mrema Muungano. Haya jamani, si barabara mbili hizo? Haya, nimeshapokea. Na mimi Mheshimiwa Mbunge, hilo ni jambo letu hilo. Na mimi ni mbunge wa hapa sasa, si nyumbani? Haya, andikeni ili msije mkakosa nafasi hiyo. Andikeni, niongea na mmoja mmoja. Haya, msogeze yule mama, alafu apatikane mtu amsikilize babu yetu pale. Mzee nani yuko karibu? Msikilize yule babu. Mpeni kiti babu. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mimi ninaongea kwa uchungu sana kwa sababu mimi nimetoka kijiji cha Moo, ambapo kijiji cha Moo tuna vijiji vitatu: Kidia, Moo na Lyakombila. Kuna hospitali ambayo iko St. Monica kijiji cha Kirua. Kutoka hapo kwenye kijiji chetu kufikia kwenye hiyo hospitali kwa miguu ni muda wa nusu saa tu. Lakini sasa kwenye hizi mvua za masika, ngema zimeshuka barabarani, mamiti yameshuka barabarani, tukakosa jinsi ya kupita kwenda kwenye ile hospitali. Tumeshaomba, ndugu zetu wengi wamefia njiani wakiwa wanapelekwa hospitali, ni kukokota pikipiki, anashushwa, anapelekwa, wamekufa, na ni pale ni huduma ambayo tunapata kwa ukaribu. Pia akifariki ndugu yetu ni mpaka kuzunguka kutoka pale kijijini kwenda kwenye St. Monica ni kama shilingi 50,000 kuleta miili ya wapendwa wetu, lakini kuzunguka hivi mpaka uende kwa pande kule ni 250,000. Kwa hiyo Mheshimiwa, tunakuomba, niko chini ya miguu yako, kula kuswa Hoipapa, tunakuomba utufungulie ile barabara. Kinapa hawakutaka kuifungua, ni hiyo barabara tu, hatutagusa kitu kingine. Hata kama wananchi tutaenda kujitolea kwa nguvu zetu, tutaenda na hatutagusa kitu chochote, ni ile barabara tu. Kwa heshima ninapiga magoti baba yangu, utusikie kilio chetu. Tunaomba utufungulie tu hiyo barabara kwa ajili ya kuokoa maisha ya ndugu zetu. Mheshimiwa Waziri wa Maliasili, tuna hilo jambo la hiyo barabara na inapita eneo la hifadhi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mbona ile pale inayotoka Arusha inapita Ngare na Nyuki, tena ya magari inapita msituni? Sawa Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumelipokea na nawaelekeza Kinapa tukimaliza hapa waende wakakae na serikali ya vijiji hivyo ili tuone urahisi wa kuirekebisha barabara hiyo, hasa kupunguza miti ambayo imeshasogea kwenye barabara ili wananchi wetu waweze kupata huduma. Haya jamani, tumelimaliza hilo. Haya. Wengine andikeni hapo. Nataka nikamwone Mheshimiwa mbunge alipata dhoruba kidogo muda huu. Haya. Mama pale.
Wengine andikeni, kila mmoja tutamsikiliza tu. Ukishaandika hakikisheni mnaweka namba ya simu vizuri, tutasikilizwa tu. Mheshimiwa Waziri, naomba unisaidie. Nimenyanyasika ndani ya miaka 7. Nimenyanyaswa mimi. Sasa umeshakuja, nyamaza ili ueleze. Nyamaza ili ueleze vizuri. Nyamaza ili uweze kueleza. Nyamaza, eleza vizuri. Nimekuja kukusikiliza. Mheshimiwa Waziri, naomba unisaidie. Nyamaza ili uongee vizuri. Nimenyanyasika muda mrefu kuanzia mume wangu alipofariki. Shemeji zangu wameninyang'anya funguo za nyumba, wakampiga na mwanangu wakamtoa ndani. Nikahangaika kwa mkuu wa wilaya kata, nilienda na kwa mama Minde wakanisaidia. Wakasema atamrudishia mtoto wangu ufunguo. Hawakumrudishia ufunguo. Wakaambiwa fungua mirathi mtoto wangu apate haki. Wamekataa kabisa, sina uwezo mheshimiwa. Tulia tukusikiliza vizuri. Sina uwezo mheshimiwa. Tulia tukusikiliza vizuri. Ili jambo liko wapi? Jambo liko kwa mama Minde na kwa mkuu wa wilaya. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, unalikumbuka hili jambo? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama alishawahi kufika kwa mkuu wa wilaya, lakini labda sio mimi, labda ni yule mkuu wa wilaya aliyopita, lakini labda Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu tumelisikia hapa, tulichukue, alafu tutampatia mwanasheria wa serikali ili aweze kuliangalia kisheria limekuaje na kumsaidia kama kuna sehemu ambazo zinahitaji kumsaidia kisheria. Hivi mashemeji huku bado mna utaratibu wa kwenda kuchukua mali za ndugu? Eti mashemeji bado mnafuata mali? Si utafute ya kwako. Kwa nini unaenda kuchukua ya ndugu? Si watoto hapo? Eti mashemeji bado mnachukua mali ya ndugu wakati watoto wapo? Wanachukua kinguvu? Hebu niambieni ninyi mnaonaje hilo? Yaani mama huyu kama mume wake kaitangulia mbele za haki na wana watoto, mnamtoaje mtoto wake? Mnamtoaje na yeye mwenyewe? Ilikuwa nyumba ya urithi. Ndio mheshimiwa. Na wengine amejenga mwenyewe room 7 za wapangaji. Mtoto wangu akapewa chumba kimoja cha kupokea kodi. Akapokea miezi 2 akanyang'anywa na shemeji mkuu, akaambiwa aondoke amfuate mama yake. Sasa Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kwanza usimamishe ule utaratibu usio wa kisheria waliofanya, huo wa kinguvu. Simamisha kwanza, alafu ndo ulisikiliza hili jambo, na hizo funguo zirudishwe, uzichukue ili jambo hili litatuliwe kwanza. Usifanyike tu utaratibu wa kuchukua kwa mabavu na mama watu wanahangaika. Kama hawapo hawa wahusika, kati ya leo na kesho wameshakurudishia hizo funguo. Tunapoenda briefing huwa wameshakurudishia, alafu usikilize ili haki itendeke. Kama hawatakuja mpaka kesho, tuma mafundi wakabadilisha kila kitu pale, uweke funguo zingine. Kwa hiyo chukua mawasiliano ya huyo mama, waitishe wote, sikiliza, lakini maelekezo yako hivi:
mwenye nyumba kafariki, na huyu ndo mke wake na ana mtoto, hawa ndo warithi wa kwanza. Then utapata ushauri wa kisheria. Mambo mengine ya kizamani, tuache haya mambo ya kizamani. Mambo ya kizamani tuache. Watu tutafute mali. Chakarike, usisubiri ya kaka, chakarika. Nadhani hilo tumeshaweka sawa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwenu bado mnafanya hivyo? Si mambo ya zamani haya. Haya, baba mchungaji, kwa heshima kabisa, nilishataka kuwaita mawaziri waseme, lakini kwa heshima yako baba, wewe ukitamka hata neno la baraka tunatembea nalo. Asante. Nashukuru sana waziri wetu mkuu, na sisi kama wachungaji watumishi tunashukuru Mungu sana kwamba tunakuombea Mungu akupe nguvu katika huduma unaifanya. Amen. Umetoka usharika wa Sango, mchungaji usharika Sango. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimesikia habari ya barabara, lakini mimi natokea usharika Sango, sijasikia mitamko ya kwetu kwenda Sango hata kidogo. Na barabara yetu mheshimiwa, mimi kama mchungaji, mwaka juzi ilikuwa mbaya kabisa. Tulitoa wananchi tukatoa barabara tukatengeneza kapitika kiasi. Ila mvua ikinyesha kwa mwaka huko kweli hautapita kabisa, itakuwa hakuna njia kabisa. Kwa hiyo langu mheshimiwa ni barabara yetu ya inarudia kituo cha Moyo, Lakombila, Kisaseni haifai kabisa. Mvua ikinyesha hatuna utaratibu, nitakaa nyumbani watakuwa ibada kabisa. Kwa hiyo letu mheshimiwa, utukulie barabara yetu ya Sango kwa kweli mheshimiwa. Baba mchungaji, nikiri kwenye maandishi yangu ninayo. Mheshimiwa mbunge nilipokaa naye aliandika barabara kama 7 au 9. Nikawa namwambia sasa, mheshimiwa mbunge, kwa sababu shemeji yupo, unahamisha vijiji vyote. Alisema sasa kwa sababu umekumbushia na hapa, ngoja tu mheshimiwa naibu waziri aiandike. Meneja wa TARURA yuko wapi? Meneja, si unaitambua hiyo barabara? Tuambie mpango ukoje. Mpeni kisemeo. Ikoje barabara ya kwenda mpaka kwa baba mchungaji kule? Barabara hii kwenye mpango wa 23-24 ilifanywa kazi kwa shilingi milioni 186. Lakini kutokana na hali ya barabara jinsi ilivyo kwenye mwaka wa fedha 26-27 tumetengea milioni 39 angalau kuifanya ipitike, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Aya, kaifanyie tathmini vizuri. Nadhani tukubaliane hivyo. Ngoja akafanyie tathmini vizuri ili iweze kupitika. Si ni sawa ndugu zangu? Si ni sawa ndugu zangu? Meneja ifanyie kazi na peana mawasiliano na naibu waziri hapa ili tathmini hiyo utakayofanya tuipate. Anze sasa hivi. Meneja, wanakukumbusha kwamba hili ni jimbo langu. Wanakukumbusha tu kwamba hili jimbo ni langu. Nyumbani hapa meneja. Meneja, nyumbani hapa. Haya, nashukuru sana. Mpatieni baba amalizie hoja. Kuheshimu sana mkuu kwa kutukumbuka, na ni kweli kama mvua ikinyesha sasa haitapitika tena kabisa hata ukipanda mwenyewe. Lakini jambo la pili mheshimiwa ni swala la maji. Limekuwa shida kabisa swala la maji, tunapata shida ya maji. Ndio hilo kuu, na hilo pia tuombe kwako pia tupate tatuzo jambo hilo. Asante sana mheshimiwa. Haya, asante sana. Sasa mridhie tumlete waziri wa maji ili ajibu. Jamani, si ni sawa? Wale ambao hawajasema, nimeona mkono ule, sogea tu, andika kwa nyie vijana, tunaweza tukaongea. Yule ambaye hujasema sogea hapa kwa sogea hapa kwa msaidizi wangu hapa, ili tumruhusu mheshimiwa waziri wa maji atujibu na tuweze kuendelea. Andikeni tu ili tumruhusu waziri wa maji ajibu. Si ni sawa ndugu zangu? Shida ya maji
Mheshimiwa Waziri wa Maji. Asante sana ndugu zangu wana Moshi, tupunge mkono, punga mkono, punga mkono. Moshi oye! Dr. Samia Suluhu Hassan safi. Mheshimiwa Waziri Mkuu safi. Mbunge wetu jembe la kazi safi. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ajenda ya Mheshimiwa mbunge wa jimbo hili la Moshi vijijini kaka yangu Alois Makoi ni swala zima la maji ukanda huu wa juu, kwa maana ya Kimochi, Mbokom, Old Moshi pamoja na Uru. Mheshimiwa Waziri Mkuu, na mimi naomba nitangaze interest bwana, mimi nimeoa Uru. Nataka nikuhakikishie tunakwenda kwenye hii budget, tuna huu mradi mkubwa ambao kwa ajili ya hizi kata zote 4. Fedha hii itatoka yote na tutatekeleza huu mradi na wananchi hawa watapata huduma maji safi na salama. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Haya jamani, asanteni. Kwa hiyo hili tumelipokea na mimi nimeona ule mtawanyo wa mradi huo wa maji. Sasa nataka nimlete kaka mkubwa wa mkoa wa Kilimanjaro. Babangu andika tu pale. Andika hapo, tutakusikiliza. Mpeni mama huyo, alafu baba andika tu pale. Mpeni huyu mama. Mpeni kisemeo. Na mzee busogea. Haya, wengine andikeni. Mzee sogea hapo. Alafu tumlete kaka wa mkoa. Asante Mheshimiwa Waziri, tunakushukuru kwa kutukumbuka kata ya Kimochi kijiji cha Sango kwa mwaka huu. Kero yetu kubwa na mateso yetu makubwa ni kudanganywa katika kata yetu ya Kimochi. Mimi leo nimenunua maji ya shilingi 6,000 alafu sina mboga. Tuliletewa mradi na mama, waliopokea mradi hatujauona. Tunanunua maji na maji yanateremka Moo, hawakutengeneza miradi, hatujaiona, wanatuzia maji yale ya zamani na hayapo, wanayafungia. Yaani mimi leo nimenunua maji, jana nimenunua maji, sijui hata naenda kula nini. Na viongozi wapo na Kimochi tunawapenda serikali na tuliwachagua CCM tusaidiwe. Kwa nini wanatutesa? Haya Mheshimiwa. Na nani waziri? Mheshimiwa Waziri. Mbovu, maji hakuna. Uongozi wa Sango kwa ujumla waziri ni mbovu, hakuna maji waziri, tuangalie tunateseka. Nani ni viongozi pale? Nani ni viongozi pale? Haya, Mheshimiwa Waziri wa Maji. Haya, ngoja mwacheni kisemeo. Mpeni kisemeo. Tunateseka waziri, naomba usiondoke ukiwa umelifungia macho hili. Tunateseka kweli waziri jamani. Haya, ni eneo lipi? Sango hii barabara hii ya kupanda Sango. Sango mlikuwa na mradi gani? Meneja na maji. Tunaambiwa TARURA. Meneja wa maji yuko wapi? Maji kabisa. Hatuna maji. Meneja yuko wapi? Meneja, unalijua hilo? Meneja, unalijua hilo? Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ni kweli kabisa kwamba hizi kata kuanzia Kimochi, Old Moshi, Bokom kuna upungufu wa maji. Kuna mradi hapo? Mradi ambao ulikuwepo tulitekeleza, tulipata fedha, tunashukuru serikali milioni 500, tukafanya ukarabati wakati wa zile fedha za COVID, na sasa hivi kwenye mwaka huu wa fedha tumetenga milioni 400 kwenye mapato ya ndani ya taasisi ya serikali ili kuboresha, wakati mradi mkubwa ambao ameuzungumzia Mheshimiwa Waziri wa kutoa maji Materuni wa bilioni 4.8 kwa ajili ya kuboresha huduma ya maji katika ukanda huu wa juu. Ni kweli Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba wananchi hawa wanaumia kwa sababu ukija ukanda wa huku chini wananchi wanapata maji masaa 24. Kwa mpango wetu kwa mapato ya ndani tunaendelea, tumeweka kwenye bajeti ya mwaka huu, lakini pia hata upande wa Uru taasisi ya serikali. Meneja, ninyi hamna fedha kabisa kwa sasa mpaka mnasubiri mlizotenga? Hawa watu wanaongelea sasa. Mpango wa haraka ni upi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, hauwezi kuja watu walalamike na sisi viongozi tupo kwa ajili ya kutatua. Nikuombe kwa ruksa yako ili eneo nifike mimi mwenyewe
na kwa hatua za haraka tuweze kuzichukua hata tuweze kupata huduma sasa. Haya, asante sana Mheshimiwa Waziri, hicho ndio ninachokupendea. Ndio maana Mheshimiwa Rais amekuamini kwenye sekta hiyo. Unahangaika na kila eneo lenye shida. Nakumbuka wakati ule kuna shida kule, uliingia mtaroni wewe mwenyewe. Hongera sana Mheshimiwa Waziri wa Maji. Kwa hiyo jamani, Waziri wa Maji atakwenda mwenyewe na baada ya hapo atachukua hatua. Haya, hebu malizia mzee ili tumruhusu Asante Mheshimiwa Waziri kusalimia. Mimi naitwa Arnold Kisaka, ni mwalimu staafu, ni mwenyekiti wa kijiji cha Tela. Shida yangu kubwa ambayo hata sikusikia mbunge akitamka ni barabara ya Kiboroloni, Mande, Tela, Maideni, ambayo tulishaahidiwa na waziri mkuu aliyekutangulia na pesa zikatolewa, lakini pesa zile zilihamishwa na mbunge aliyekuwepo. Na tuliamua kwamba hatukutaka kabisa tumuone akigombea ile nafasi. Tukahakikisha kwamba ameondoka, tukampata mbunge huyu mpya. Hiyo barabara kwa kweli tumeonewa miaka mingi toka uhuru. Kiongozi wa kitaifa aliyefika ni waziri mkuu aliyekutangulia, na tukajua tumepata neema, lakini pesa zile zilihamishwa. Kwa hiyo naomba waiangalie, na kuna mto ambao umeshakosi maisha ya wakina mama wawili kwa sababu ya ubovu, wamechukuliwa na maji na wakafa kwa sababu ya ubovu wa barabara. La pili ni kuhusu mradi huu wa umwagiliaji huku Mandaka Mnono. Huu mradi sasa hivi una zaidi ya miaka 3 na ulitolewa pesa zaidi ya bilioni 5, na kuna watu ambao wana mashamba kule wamesimama hawajalima mpaka sasa hivi na wanakosa jinsi ya kujikimu kwa maisha kwa sababu watoto wao wanataka kusoma lakini hawapati chochote. Ule mradi, mashamba yale yamesimama. Naomba tuambie tu kwamba huu mradi utaisha lini na watu waendelee kunufaika na huo mradi. Haya, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Kilimo, lile la umwagiliaji, ili la barabara nadhani wahusika chukueni hiyo barabara. Mheshimiwa mbunge, tulijadiliana ile inayotoka kwenye lile soko maarufu Kibororoni. Na hapa umeirejea na jana tuliongea. Meneja ya TARURA, sinaangukia TARURA. TANROADS. Ni TARURA TANROADS. Haya basi shughulikieni hiyo kwa sababu tunapewa fedha zilishaletwa. Hebu mjue ilikuwa kiasi gani ili tuweze kufuatilia ziletwe zingine. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kuhusu mradi wa umwagiliaji wa Mandaka Mnono ambao shughuli zake kidogo zimesimama kwa muda, ni kwamba walikuwa wameshatuletea ile IPC kwa ajili ya malipo na tumeshaifikisha Wizara ya Fedha, na Wizara ya Fedha wametuahidi kutupatia fedha ili ule mradi ule uweze kukamilika. Kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, kitu ambacho ni wathibitishie tu wananchi, sisi tutakwenda kufuatilia ili yale makubaliano tuliyoyaweka kwenye mkataba yaweze kuisha kwa wakati. Kwa hiyo niwaondoe shaka wananchi, mradi utakamilika kama ambavyo tumepanga. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Haya, asante. Na Mheshimiwa Naibu Waziri wa Fedha tuko naye hapa, kwa hiyo litafanywa kazi. Shughulikieni Mheshimiwa Naibu Waziri wa Fedha, shughulikieni IPC hiyo. Shughulikieni IPC hiyo itoke ili mradi uweze kuendelea kutekelezwa. Haya, tumkaribishe Profesa Adolf Mkenda aweze kusalimia, na baada ya hapo tutaomba mturuhusu tuweze kuendelea na ratiba. Yale mambo ambayo tumeyapokea tutayafanyia kazi. Kila mmoja atasikilizwa, mtapokea kama mlivyoandika kwenye simu zenu. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Moshi oye! Waziri Mkuu oye! Dr. Mwigulu Nchemba oye! Jamani, mmemuona wenyewe sio? Mnamuona anavyochapa kazi? Unajua ni mkutano wa ngapi leo? Huu nadhani mkutano wa 3, na muda wote ni mvumilivu, anakaa anasikiliza hoja kujaribu kuzitatua na nyingine anafuatilia. Tumpigieni makofi jamani. Labda ndio maana mlimruhusu aje achukue mtoto wetu. Asa Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapa napo tuna mbunge machachari Mheshimiwa Makoi. Niseme kidogo kuhusu Makoi. Huyu kuna shule inaitwa Mango, anakotoka Askofu Amani. Enzi hizo wameorganize, sio muda mrefu sana, kufanya harambee, wala sio mbunge. Alikuja pale, ametoa fedha zake,
Sasa hivi tuliahidi na sisi tutaingiza hela, kwa sababu Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni shule ya serikali, sio ya mtu binafsi. Harambee ilikuwa inaongozwa na Askofu Amani, kwa sababu amesoma pale, askofu mkuu wa jimbo la Arusha, na huyu ndugu yangu alikuwepo siku ile, alisaidia sana katika ile harambee. Naomba niendelee kuahidi kwamba serikali haiwezi kuacha shule ambayo watu wanachangia, lazima tutapeleka pale fedha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hawa watu wenzetu wa Moshi, wao ukiambiwa Wachaga wana maendeleo, wanapenda elimu, wa kwanza ni wa Moshi. Mimi natoka Rombo, wa kwanza ni wa Moshi, wanapenda elimu. Nitatoa mfano mwingine. Kule Umbwe, Kibosho, kuna kitu kinaitwa Kibosho Vocational Training Center, anakotoka Mheshimiwa Boisafi. Kile ni chuo cha amali, kilijengwa kabla serikali haijaanzisha kasi kubwa, wakati wewe ukiwa waziri wa fedha, ya kujenga shule za VETA. Waliingia wadau, wakachanga, wamejenga kile chuo, na Mheshimiwa Boisafi alinipeleka nikione, tutafute namna ya kufanya pamoja. Sasa hivi tunaangalia uwezekano, wakati tunachukua wanafunzi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, na wakati Mheshimiwa Rais anazindua sera ya elimu na mafunzo, alizungumzia tuangalie uwezekano wa PPP. Sasa hivi tunaangalia uwezekano wa kutumia PPP, kile chuo nacho kitusaidie tupeleke wanafunzi wengi zaidi kwenda kusoma mafunzo ya amali. Na hapa Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna shule ya amali imejengwa, sijui kama imeshakamilika, imejengwa, inakaribia kukamilika, imejengwa kule Manushi, Kibosho Magharibi, kama ile ambayo umeweka juu la msingi kule Rombo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, inajengwa katika jimbo hili la ndugu yangu Mheshimiwa Morris Makoi. Kwa ujumla, ndugu zangu, niseme chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, na sasa hivi msaidizi wake mkubwa Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba, ambaye wakati wa mageuzi ya elimu alikuwa waziri wa fedha, na yale mageuzi yasingepata kibali kama Wizara ya Fedha isingesema tutajibana, tutajitahidi, tutafanya liwezekanalo hayo mageuzi yaweze kufanyika. Katika mageuzi haya kuna mambo mawili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nisichukue muda mrefu sana. Moja, itakapofika mwaka 2028 kila mtoto aliyemaliza shule ya msingi atasoma mpaka kidato cha 4 kwa sheria, ili watoto wetu wanaomaliza shule ya msingi wakiwa na miaka 13 tusiwaache waingie mtaani. Kuna mmoja hapa nimesikia watoto wanapata ujauzito wakiwa wadogo. Kwa hiyo sasa hivi kwa maelekezo ya rais wetu tutaanza utaratibu kama wanafanya nchi nyingine. Utasoma kuanzia darasa la kwanza, unamaliza shule ya msingi, na lazima uende kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4. Namna kuhakikisha madarasa na shule zinaendelea, Mheshimiwa Waziri Mkuu atatoa maelekezo, najua ataongea na wakuu wa mikoa na viongozi wengine, chini ya uongozi wake tutafanikiwa. Hilo moja. La pili, maelekezo ya rais wetu tuongeze elimu ujuzi, kwamba shule ambazo zitakuwa zinatoa mafunzo ya amali, yani mafunzo ya kazi, mafunzo ya darasani na mafunzo ya kazi, ziongezeke. Sasa hivi zimejengwa shule mpya 103, na kushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Wewe ulikuwa ndio waziri wa fedha. Nakumbuka tulikuja pale, wewe ukasema fedha zitapatikana, ukatuambia una mradi unaitwa SEQUIP, utoe fedha shule zijengwe, na rais wetu aliweka juu la msingi kule Simiyu, na hiyo moja inajengwa hapa, na hiyo ni awamu ya kwanza. Mheshimiwa Makoi haachi kuleta mambo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama kawaida yake anataka sekondari nyingine kule juu. Sasa Waziri Mkuu yuko hapa, mimi nasema kwa sauti tu, Waziri Mkuu yuko hapa, akitoa maelekezo mimi nani, na kwa sababu maelekezo yataenda kwa ndugu yangu Mheshimiwa Ruben, na sisi tutafanya pamoja. Kwa hiyo elimu ambayo itatolewa, shule hizi za amali na jengo pale Manushi zitaongezeka. Sasa hivi zinajengwa 103, zitaongezwa nyingine, alafu tutaongeza nyingine. Hizi nyingine zinakuwa kama hii Moshi Technical School. Ukimaliza shule unaweza mara moja ukaweza ukapata ajira. Kwa haya ni mageuzi makubwa yanayokuja. Najua muda sio mzuri sana, Mheshimiwa Waziri Mkuu, umechukua muda kidogo. Nashukuru sana kwa nafasi ya kusalimia, lakini naomba nipige moja mpaka Dr. Samia asikie. Dr. Samia oye! Hivi atasikia kweli? Dr. Samia oye! Dr. Mwigulu oye! Asanteni sana. Na Makoi oye! Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Jamani, asanteni sana, tunawashukuru sana na Mungu awabariki. Basi sisi mturuhusu tuendelee
na ratiba nyingine. Haya, wakati viongozi wanaondoka kama kawaida